Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuangalie kwa habari ya kisa cha mama huyu. Biblia inayomsema, ambaye haijamtaja jina, imesema tu mwanamke mmoja ambaye amekuwa na tatizo kwa muda wa miaka 12. Sio siku 12, sio masaa 12, sio miezi 12, bali miaka 12. Nataka tuangalie kidogo kwa habari ya mama huyu, na tuangalie kwamba imani inaleta matokeo chanya. Tuone nguvu iliyoko katika kujua. Kujua au kufahamu jambo kuna maana sana. Usipofahamu, usipojua, tunaweza tukakupa almasi wewe ukachezea bao. Tunaweza tukakupa lulu wewe ukatupa kule nje watoto wakachezea, kwa sababu hujajua. Iko nguvu katika kujua. Na kwa kuwa iko nguvu katika kujua, leo nataka tupite kwenye somo hili hapa na tuangalie watu kadhaa kwenye Biblia baada ya kujua na matokeo yao chanya kupitia imani walizoamini, nini kilitokea. Sasa tunapoongea habari za imani, kwanza nirudi nyuma kidogo. Naamini asilimia kubwa tunafahamu, tunapoongea kwa habari ya imani, tunaongea kwa habari ya kuwa na uhakika wa mambo tunayotarajia na uwazi wa mambo. Huyu mama tunayemsoma habari zake, maandiko yanasema miaka 12 ana tatizo la kutokwa na damu. Lakini ndani ya kutokwa na damu, Biblia inasema hapa tunapoisoma, inasema mwanamke huyu akawa anahangaikiwa na ndugu zake. Akawa anahangaikiwa na ndugu zake. Akawa anagharamiwa na ndugu zake. Ukianzia hapa mstari wa 29, wa 26 anasema, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Akagharamiwa vitu vyote alivyo navyo visimfae hata kidogo. Mama huyu akatibiwa, wakatoa fedha na fedha na fedha, lakini zile fedha hazikusaidia. Siku ya kwanza alipoona, na maana alikuwa ni mama mtu mzima, aliangalia wiki moja, alijua ni hali ya kawaida tu kama mwanamke. Ilipokuja wiki ya pili akaanza kushtuka, ikaja wiki ya tatu akaendelea na mshtuko, mara mwezi akasema hii mbona sio hali ya kawaida, akasema labda nimekosea tu, mwezi umepita vibaya. Ukaja mwezi wa pili ukaunganisha, ukaja mwezi wa tatu ukaunganisha, akasema hii sio kitu ya kawaida. Kabidi aondoke kwenda kutafuta msaada. Na ndani ya miezi mitatu anaona kwamba hapa hiki kitu sio cha kawaida. Kitu kinachotakiwa kikae siku 3, siku 4, ikichelewa ni wiki, leo nina miezi mitatu, jambo hili sio la kawaida. Maandiko yanasema tuliposoma hapa mstari wa 26, ikabidi ndugu zake waingie kwenye gharama. Ikabidi watu waingie kutafuta namna ya kumsaidia. Maandiko yakasema akaenda kwa matabibu na kwa mikono ya watu wengi akisaidiwa, lakini vitu vile vyote, mstari wa 26, visimfae hata kidogo. Ninapoongea maneno haya, tunapojifunza sisi wenyewe, kuna maisha fulani saa nyingine tunapitia, na saa nyingine tulipoona sio ya kawaida maisha hayo, tukawashirikisha watu na watu wakajaribu kufanya kwa kadiri walivyofanya, lakini tusitokee popote. Na mpaka leo saa nyingine hatujapata majibu au hatujapata mwafaka wa lile tunalolipitia. Yawezekana hata wewe liko jambo unapitia, mwafaka hujauona. Na leo ni mwaka kadhaa, leo ni siku ya kadhaa, leo ni mwezi wa kadhaa, hujaona majibu. Lakini nataka nikuambie mchana wa leo kwa neno la Bwana, kama utanielewa na utatembea pamoja na mimi kwa haya ninayoongea, yawezekana leo msiba wako ukakoma. Amen. Inawezekana kabisa msiba wako leo ukakoma. Amen. Lakini cha msingi kinachotakiwa kwanza ujue. Cha pili, baada ya kujua,
uumbe imani katika kujua huko. Ndio vitu vinavyotoka viwili tu. Ujue, ukishajua uumbe imani katika hili na Bwana atafanya. Akagharamiwa. Maandiko anasema kwenye mstari 26, isimfae hata kidogo, bali hali yake ikazidi kuwa mbaya. Unaomba, majibu hayapo. Unatoa sadaka, majibu hayapo. Unaenda hospitali, majibu hayapo. Mstari 27 inasema, aliposikia habari za Yesu, nguvu katika kujua. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa kwa nyuma, akaligusa lile vazi. Moyo wake ulishaumba imani. Moyo wake ulitengeneza kitu fulani. Moyo wake ulikuwa umejitengeneza ya kwamba kwa maneno haya wanayoyasema, kwa habari hizi ninazosimuliwa, ya kwamba Yesu ni mponyaji, ya kwamba Yesu ndio majibu, yawezekana na mimi nikatoka leo katika swala hili. Yawezekana na mimi nikatoka. Ninapoongea mchana huwa leo, yawezekana yuko mtu naye anaposikia habari hizi anatiwa moyo, anaamini kwamba anaweza akatoka kwenye tatizo lake. Lakini kikubwa, lazima kwanza usikie na ujue jambo. Usikie kwanza na uelewe. Ingawa kusikia ni jambo moja na kufanya yale tunayosema ni jambo lingine linalotakiwa lifanyike. Kusikia ni jambo moja. Tunapoongea habari hizi za Yesu kuponya, tunapoongea habari za Yesu kuinua, sio kwamba umeanza kuzisikia kila siku unazisikia. Lakini kuna jambo moja la pili yawezekana halijafanyika, ambalo leo kama utachukua hatua na ukalifanya, nataka nikwambie inawezekana msiba wako kukoma. Tumemwona mtu huyu amesikia na ameshachukua hatua ya kwanza. Lakini kabla uponyaji hujaonekana, nataka tuende mbele kidogo, tuone kwa habari za kusikia na kuchukua hatua. Tuone kwa watu wengine kadhaa kwenye Biblia, tujifunze. Alafu baadaye nitakueleza kile kisa cha mtu huyu na namna gani yawezekana ulivyo. Kwa sababu hiyo muujiza unakataa kutokea. Nitakueleza kule mbele kinachoweza kutokea. Hebu tuone mtu mmoja hapa ambaye pia alishirikishwa habari za huyu Mungu. Na aliposhirikishwa habari za huyu Mungu, kuna kitu fulani kikatokea kwenye maisha yake. Tuanze mtu wa kwanza kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza. Tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Kwenye kitabu hiki cha Wafalme sura ya 4, Wafalme wa Pili sura ya 4, tunakutana na kisa cha mwanamke mmoja. Wafalme wa Pili sura ya 4, ukisoma mstari wa kwanza, tunakutana na mwanamke mmoja. Maandiko yanasema mwanamke huyu alikuwa miongoni mwa wake za manabii. Ingekuwa leo ningeweza kusema mwanamke huyu alikuwa ni miongoni mwa mama wachungaji. Ninaongea kwa habari ya kujua. Alafu ukishaweka imani ilete matokeo chanya. Mama huyu alikuwa ni mama mchungaji kwa nyakati hizi, naweza nikasema. Ila hapa anasema sura ile ya 4 mstari wa kwanza, anasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa manabii akaenda akakutana na nabii mwingine, akamlilia akasema, mtumishi wako, anasema mtumishi wako mume wangu amekufa. Yaani mchungaji kafa, mama mchungaji kabaki. Anasema nawe unajua kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na wewe unajua kwamba mchungaji alikuwa anamtumikia Mungu. Anasema na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Mchungaji alikuwa anadaiwa, na kwa kuwa alikuwa anadaiwa, mama mchungaji akaondoka kwenda kwa mchungaji mwingine kumwambia mchungaji, unajua mchungaji huyu alikuwa anachunga na unafahamu alikuwa mwaminifu.
Lakini pamoja na uaminifu aliondoka amekufa na deni, na yule mdeni wetu amekuja, na kwa kuwa amekuja anataka wachukue watoto wangu wawili akawafanye kuwa watumwa wake ili deni langu lijilipe, deni la yule baba lijilipe. Ukiendelea mstari wa 2, Elisha akamwambia, nikufanyie nini sasa? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Mstari wa 2 nasoma huu. Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimimine mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanawe. Hao wakavileta vile vyombo, na yeye akavimimina. Ikawa havilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia wanawe, vileteni tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Mama huyu, kwa neno la mtumishi wa Mungu, mama huyu tunayemsoma habari zake, aliyekuwa anadaiwa anatakiwa kuchukuliwa watoto wake wao watumwa, akajenga imani. Aliposikia habari za huyu mtumishi wa Mungu Elisha, akajenga imani na Elisha. Akajua huyu ni mtu mpako mafuta wa Bwana, kama nitasimama pamoja na yeye ninaweza nikatoka kwenye msiba wangu. Akaelekezwa mambo ya kufanya, akawa mwaminifu, akafanya. Akaelekezwa vya kufanya, akawa mwaminifu, akafanya. Na alichofanya, maandiko yanasema, akaleta vyombo vingi vya kutosha, akamimina mafuta, yakajaa vyombo vyote, na vile vyombo vilivyojaa wakayauza yale mafuta, wakarudisha, wakalipa deni, na yule mama akawa yuko salama. Alisikia, akaingiza kwenye utendaji. Alipojua akaingiza kwenye utendaji, Mungu akafanya sawasawa na hitaji lake. Amen. Kusikia na kujua na kutenda ni vitu viwili ambavyo haviko pamoja. Yawezekana ukasikia injili za mahali hapa kila siku, lakini kuzitenda na kuziishi ni jambo lingine. Mtu huyu aliposikia, akatenda, akapata majibu yake, msiba wake ukakoma. Mtu mwingine, hapo tunaposoma, nenda mbele kidogo, nenda sura ya 5. Sura ya 5, tuanzie mstari ule wa 2. Sura ya 5 mstari wa 2. Ukisoma mstari wa 2, sura hii ya 5 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 5 mstari wa 2 nasema, na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naaman. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angeponya ukoma wake. Hapa kuna kisa kingine kinatokea. Yule wa kwanza alikuwa anadaiwa, na mume wake amekufa, na hana namna ya kulipa, na watoto wanataka kufungwa, wanataka kuchukuliwa utumwa. Akasikia neno la Bwana, akajenga imani, yule mtu akapona na akapata vitu na akalipa deni. Wa pili tunamuona kuna kijakazi kimateka. Mateka huyu akachukuliwa, akapelekwa kukaa kwenye nyumba ya yule jemedari anaitwa Naaman. Yule mjakazi alipofika kwenye nyumba ile, maandiko yanasema alipokuwepo kwenye nyumba ile, yule mjakazi akamuona baba mwenye nyumba ana tatizo. Lakini tatizo lile linaponaje? Akaona wao wamelizoea, akaona wao wanaona ni kawaida, wakaona hayo ndio maisha. Ni jemedari mkuu, kumbuka, ndio aliyepigana vita vile. Lakini mtoto huyu binti ambaye ni mfanyakazi, house girl,
akamwambia yule mama, mama, kama huyu bosi wangu angekuwepo kwetu akakutana na nabii yule, yawezekana ukoma wake ungeisha. Wakalibeba lile neno. Ninaongea kwa habari ya nguvu iliyoko kwenye kujua. Akajua ya kwamba kumbe Israel yuko mtu mwenye uwezo wa kutenda, yuko mtu mwenye uwezo wa kubadilisha, na kitu kikatokea. Wakalibeba lile neno, wakamkuta Elisha, wakamweleza kwa habari ya ukoma. Wakamweleza kwanza na Naaman, akakubaliana kwenda kwa ajili ya kuponywa ukoma wake na mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema wakati amefika kule amesikia, lakini tatizo likaja kwenye kutenda. Nimekwambia kusikia ni jambo lingine na kutenda ni jambo lingine. Alipoambiwa mara ya kwanza, nataka uende ukajichovye kwenye mto Yordani, Naaman akakataa. Alipokataa, akaambiwa rudi na ukoma wako, kwa sababu sio mimi ninayeumwa, ni wewe unayeumwa. Nenda kaendelee na maisha yako unayoishi. Ukiendelea kusoma kule chini inaeleza. Sitasoma sana kwa sababu tuna mambo mengine ya kuongea. Akaachwa, akaambiwa kama una uwezekano nenda. Wakati anaondoka, maandiko yanasema wale wafuasi wake, wasaidizi wake wakamwambia, baba, kwani gumu ni lipi? Ungeambia ulete mamilioni tukupeleke Benjamin Mkapa, si ungeyatoa? Kwa ugonjwa huu tungekwambia unataka uende Muhimbili na ukafanyia operation hii ni milioni 10, si ungezitoa? Leo ugumu uko wapi wewe kuingia kwenye mto Jordan ukajichovya kama mtumishi wa Mungu alivyokuambia? Ugumu uko wapi? Akasikia, akashawishika. Akasema basi. Mwanzo aliposikia hakutekeleza. Cha pili, aliposhawishiwa na wafuasi wake akakubali. Akaingia mara ya kwanza, kaingia mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara ya 7. Maandiko yanasema akapona ukoma, akawa na ngozi mwororo kama ngozi ya mtoto mchanga. Alisikia. Mara ya kwanza alipogomea hakuna jibu lililotokea. Mara ya pili alipokubali, jibu likatokea. Ninaongea hili mpendo, nataka unielewe. Tunapoongea madhabahuni hapa, kuna vitu ambavyo vinakupasa kuviishi, sio kuvisikia tu. Tunapoongea habari ya wokovu, kuna mahali natakiwa ufike uokoke kikweli kweli. Sio tu kusema nimeokoka. Inatakiwa ufike mahali wokovu uwe ni wa kwako. Uwe ni wokovu wenye kuleta matokeo chanya. Uwe ni wokovu wenye kubadilisha. Uwe ni wokovu ambao unajua unayemtumikia ni nani. Usio wokovu wa kuambiwa, usio wokovu wa kusikia. Uwe ni wokovu wa kuishi. Uwe ni wokovu wa maisha. Uwe ni wokovu unayebadilisha maisha. Hicho ndicho ninachokiongea. Kwamba kusikia ni jambo lingine, lakini kujua ni jambo moja, lakini kuishi pamoja na imani ni jambo lingine. Mtu huyu tunamwona, maandiko yanasema akapona, akawa ni mtu mzima. Ni nini ninachoongea hapa kwenye maandiko haya ninayosoma? Na nitamalizia andiko moja ili nimalize ibada nikuombee. Huyu mtu alisikiliza neno la mtumishi wa Mungu Elisha na akapona. Na yule mama alisikiliza neno la mtumishi wa Mungu Elisha, akalipa deni. Nitakurudisha kule kwa yule mama yule mwingine wa kwanza wa damu. Nitarudi mwisho napomaliza. Lakini neno la mtumishi wa Bwana likawa na nguvu ya kubadilisha maisha. Kwa nini tunaongea haya mengi hivi? Natamani mtu mmoja mchana wa leo atoke mahali fulani awe na wokovu wa kwake binafsi. Wokovu wenye matokeo chanya. Amen. Nataka mtu mmoja mchana wa leo atoke awe na wokovu binafsi wenye matokeo chanya. Unajua eti ufike mahali kwenye wokovu, usivutwe, usisukumwe. Yaani usiwepo kanisani kwa sababu tu watu wanasema tuna ibada. Usiwepo kanisani kwa sababu tunapiga kelele. Uje kanisani kwa sababu umeokoka. Uje kanisani kwa sababu unamjua unayemtumikia. Njoo kanisani kwa kujua, sio kwa sababu ya mtu fulani. Ukija kwa sababu ya mtu fulani, nataka nikwambie
kuona matokeo chanya yakitokea. Kwa nini? Hujafuata yale ambayo Mungu anataka uyafuate. Sisi tuko tu ni mawakili, tuko tunamwakilisha Mungu, lakini Mungu yuko nyuma ya jambo akitenda jambo kwa ajili yako. Sasa wengine, nenda mbele kidogo tena, sura ile ya 6. Sura ya 6 utakutana na kisa kingine, uone faida ya mtumishi wa Mungu anapotambuliwa kama mtumishi wa Mungu. Nenda sura ya 6. Sura ya 6 unasema hivi, anzia mstari wa kwanza. Huyo Wafalme wa Pili anasema hivi, sura ya 6 anzia mstari wa kwanza. Anasema, kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukapo mbele yako ni padogo kwetu, basi twende mpaka Yordani tutakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya nendeni. Akajibu, haya nendeni. Nasikia Kiswahili? Akajibu, haya nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Nini hapa tunachojifunza? Kusikia, kuamini na kulitii lile ambalo linasemwa. Hawa watu wanataka kwenda kujenga, wanataka wakakate maboriti, wakakate miamba kama hii ili waongezee mahali pamekuwa padogo. Wakati wameenda kule waongeze mahali, maandiko yanasema walipoomba ruhusa kwa bosi wao ambaye ni mchungaji wao, kwamba wote walikuwa ni wachungaji, ni kikundi, ni chuo cha Biblia tuseme. Kilikuwa ni chuo cha Biblia ambao ni wana wa manabii walikuwa wanajifunza. Akasema, nendeni mkakate, mkirudi mje mjenge. Lakini mmoja wao akashtuka, akasema, tutatembeaje peke yetu? Wewe usipokwepo kwenye safari hiyo tutatembeaje? Mchungaji, nataka tuende pamoja na wewe. Mmoja akasema, hapana, lazima tuende na mchungaji wetu. Wakati nasema tuende na mchungaji wetu, maandiko yanasema mchungaji wao Elisha akakubali kwenda. Kilichotokea, si unakiona kilichotokea pale chini? Kilichotokea pale chini kwenye mstari ule wa 7, mstari wa 5, anasema, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata mti, kukata boriti, chuma ya shoka likaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani nilikiliazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote basi. Akanyosha mkono akakitwaa. Faida ambayo ilitokea kwa watu hawa waliposikia na walipokubali na walipoamini, maandiko yanaonyesha hapa kwamba watu hawa wakaondoka na mtumishi wa Mungu wakijua ya kwamba tukitembea na mtu wa Mungu, sio na mwalimu wetu. Nasikia? Kuna kutembea na mwalimu wetu na kuna kutembea na mtumishi wa Mungu, ambacho ndio hicho hapa kinatutesa. Namsikia? Ndicho kinachotutesa na ndicho kinachokufanya saa nyingine usifunguliwe. Kuna kutembea na mchungaji na kuna kutembea na mtumishi wa Mungu. Utanielewa ile lugha mbele nataka kusema. Utanielewa ile lugha ninaiongea. Nakwambia utanielewa. Kuna kutembea na mchungaji. Unajua kuna watu hapa wanatembea na Manase. Hapa. Wanatembea na Manase. Hapa. Kuna watu hapa wanatembea na mchungaji. Kuna watu hapa wanatembea na mtumishi wa Mungu. Ndio maana tuko tofauti. Tuko grade. Kuna mtu hapa anatembea na mchungaji, kuna mtu anatembea na Manase, kuna mtu anatembea na mtumishi wa Mungu. Utaelewa ninachokisema ni nini? Lakini leo ninataka nikutoe kwenye ufahamu huo. Ninakwambia iko nguvu ya kujua, na kama utajua unatembea na nani, na kama utajua uso huu ni wa kazi gani, nataka nikwambie muujiza wako lazima utoke. Ni lazima utoke. Ukijua huu wakati huu sio naongea na Manase, siongei na mchungaji, ninaongea na mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie jibu lako lipo eti. Lipo kabisa eti. Kabisa lipo. Ila ukijua natembea na Manase, tutakaa na mimi hapa miaka 10, hutaona mpenyo. Utabaki kama ulivyo.
kwa sababu unatembeaga na manase. Hawa walipofika hapa, wameshoka limedumbukia kwenye mto. Ni mto mkubwa Yordani, limezama. Watatoaje? Umeazimwa. Faida ya kuwepo mtumishi wa Mungu pale iliyotokea, yule baba aliyeng'ang'ania mwingine twende wote, kilichomsaidia kutembea na mtu huyo, kilichomsaidia yule mtu wa Mungu alipofika mahali pale, akasema hebu wapi kimedumbukia? Ni pale. Kachukua kamti akakarusha pale, muujiza ukatokea, chuma kikaelea juu ya maji. Amen. Mchana wa leo nataka nikwambie, yawezekana hata wewe uko mahali fulani umepita. Yawezekana hata wewe yako mahali fulani chuma kimezama, lakini hata kama kimezama, mchana wa leo uko uwezekano wa kuelewa ndani ya bahari. Uko uwezekano wa kuelea, lakini cha msingi tu ujue ya kwamba Mungu akiingilia kati hakuna linaloshindikana. Amen. Amini hakuna linaloshindikana. Mimi ninaamini hilo kwamba hakuna linaloshindikana. Watu hawa wakakichukua kile chuma, akafurahi, akarudi akimtukuza Mungu. Ukirudi kwa yule mama wa kwanza tuliyemsoma habari zake, mama huyu, ukirudi kwenye ile sura tulikosoma, ile sura ya Luka ya Marko, sura ile ya 5:25 ile tulikosoma, huyu mama, maandiko yanasema akasikia ya kwamba Yesu anapita, na aliposikia msafara wa Yesu, yeye naye akaungana na watu hao. Na wakati ameungana na watu hao, yeye kwa sababu alishasikia, alishajua ya kwamba Yesu wala ni mtenda miujiza, na kwa kuwa anajua Yesu ni mtenda miujiza, akaamini moyoni ya kwamba na mimi muujiza wangu leo lazima utokee hapa. Na kwa kuwa aliamini muujiza wake lazima utokee hapo, mama huyo akajipeneza kwa gharama zozote, akapita kila namna anavyoweza kupita, ili mradi tu akiamini nikigusa pindo lake Yesu anaweza kuniponya. Na maandiko yanasema kwa kupenyeza kwake kule alipoligusa lile pindo, maandiko yanasema yule mama damu yake ikakauka saa ile ile. Na mtumishi wa Mungu Yesu akagundua ya kwamba kuna mguso fulani amemguswa ambao sio mguso wa kawaida. Akasema kuna mtu amenigusa. Petro akamwambia, Bwana mkubwa, unapotuambia umeguswa sio kawaida, tutawaonaje watu wamekusonga kila kona? Hawa watu wengi hivi sisi tunajuaje? Akasema wewe huwezi kujua, ila mimi ninajua, kwa sababu ninajua nimeguswa kisivyokuwa cha kawaida. Maana yake aliona imani ya mtu imeumbika ndani ya watu. Ndani ya mkutano mkubwa aliona imani ya mtu imejengeka. Na alipoiona ile imani ya mtu imejengeka, akasema mguso huu sio wa kawaida. Nataka nikukumbusha mpendwa, asubuhi ya leo, inategemea tu wewe umejuaje haya mambo. Unayajua kwa kiwango gani? Na ulipoyajua umeyachukua imani ya kiwango gani ili utoke pale ulipo. Amen. Wewe ulipojua ya kwamba Yesu anaponya, ulipojua Yesu anaokoa, ulipojua Yesu anabadilisha, umechukua hatua gani ya imani ili utoke uende hatua nyingine ya pili? Umechukua hatua gani? Yawezekana hujachukua hatua kwa sababu hujajua. Yawezekana hujajua. Ngoja nikupe mfano mmoja. Huu mfano ni habari ya kweli, sio hadithi. Ni habari ya kweli. Ndio maana nasema yawezekana na wewe ukawa ni mmoja wao. Habari hii ni ya kweli kabisa. Inasema hivi: kuna mchungaji mmoja mashuhuri sana alikuwepo. Ni habari ya kweli. Alikuwa mchungaji mmoja mzuri, anafanya ishara, miujiza, maajabu kabisa yanaonekana na yanatokea. Yaani akifika mahali akifanya miujiza yanaonekana. Kama hapa mnapokujaga, si mnasemaga mchungaji wetu? Si ndio mnasemaga? Si ndio mnasemaga? Mchungaji wetu mzuri na anatuombea. Alikuwa mzuri kama mimi nilivyo mzuri. Amen. Sawa? Alikuwepo mchungaji mzuri kabisa, anafanya vizuri. Kila siku akija watu wanashuhudia, nilikuwa naumwa tumbo limepona. Nilikuwa naumwa kichwa kimepona. Nilikuwa naumwa miguu imepona. Nilikuwa sina nini, nimepona. Nilikuwa sijajenga, nimejenga. Nilikuwa sina gari, nimenunua gari. Baada ya maombezi tu ya mchungaji wangu, watu wanapiga makofi. Kwa nini? Wanamtukuza Mungu aliye juu. Sasa wakati wanaendelea, nisikilize vizuri nielewe. Wakati wanaendelea kushangilia, this is a true story.
Wakati anaendelea kusimulia na habari zinaendelea na maisha yanaendelea, siku moja ilitokea katikati ibada kama hivi ninavyohubiri, mama mchungaji akachukua mkoba wake akaondoka kwenda nyumbani. Kama hivi, huyu mama achukue mkoba wake aondoke, alienda nyumbani. Mimi naendelea kuhubiri na Mungu anatenda kama mnavyomuona anatenda. Huyu mama anachukua mkoba anaondoka kwenda nyumbani. Sasa nikimwangalia na mwana huyu anaenda na hajaniambia chochote na kusema chochote. Anajiuliza, sasa huyu mama kwa nini ameondoka? Hakuwa anajibu. Amemaliza ibada, wewe mchungaji. Alipomaliza ibada, kabla kuanza kuongea na wageni, kama tunavyoongea na wageni, ikabidi ampige simu. Wewe mama, vipi? Ujambo? Kaambia si jambo. Mbona umeondoka? Tu nimeamua kuondoka. Kaondoka karudi nyumbani. Kamwacha mume wake anahubiri na mchungaji anahubiri. Kaenda nyumbani. Tatizo ambalo na wewe ndilo linakusumbua, saa nyingine usifike kwenye muujiza wako. Sasa huyu mama baada ya kwenda nyumbani, huyu baba ikabidi arudi sasa nyumbani, akatishe, asifanye chochote kanisani, arudi nyumbani kwenda kumwangalia huyu mama aliondoka, ana shida gani? Mbona sio kawaida yake? Ana tatizo gani? Kwa nini amerudi nyumbani? Anafika nyumbani, anamkuta mama yuko nyumbani. Kapika chakula kizuri. Kachukua na sahani nzuri zile ambazo hazitokaje. Siniwaambia siku ile na sahani zingine ambazo zitumiaje. Akachukua sahani zile nzuri ambazo hazitumikaje, katenga pale. Na chakula kizuri anachojua kwamba mume wake anakulaga, akakitenga pale. Akaweka. Alipofika mume wake akasema, mume wake anaingia mlangoni tu, amegonga tu mlango anaingia hivi. Yule mama akazuia mlangoni. Akazuia. Anafika mlangoni anazuia, anataka kuingia anazuia, mama anazuia. Anasema hapa leo hauingii ndani. Anasema leo hauingii ndani. Baba ametoka kanisani na amehubiri na mama ametoroka katikati ya ibada. Anasema leo hauingii ndani. Anasema, what's wrong? Kuna nini? Kuna tatizo gani? Kuna tatizo gani? Wewe una shida gani? Akasema, imetosha. Yule mama akasema, imetosha kumlisha mume wangu. Leo ninataka nimlishe mchungaji. Na anasema leo hapa hauji kula mimi kama mke wako. Anasema imetosha mimi kuwa mke wako. Leo mimi sio mke wako. Leo mimi ninataka nishiriki baraka za kikuhani. Anasema leo imetosha. Sijapika chakula hiki uje ule kama mume wangu. Nataka nipike chakula hiki ule kama mtumishi wa Mungu. Siku zote nakupikiaga kama mke. Siku zote nakupikia kama mke wako. Na kweli nakufahamu na ndivyo ninavyofanya. Anasema leo ninataka, anasema inakuaje kila siku mimi napiga makofi kwa watu wameponywa. Ndugu zangu kule nyumbani ni wagonjwa. Ninapiga makofi watu wa familia imeokoka. Mke wangu, mama yangu anakunywa pombe. Alikuwa na mdogo wake, anasema mdogo wangu analewa pombe asubuhi mpaka asubuhi. Mdogo wangu analewa pombe asubuhi mpaka asubuhi. Alafu mimi nipo na kila siku nakaa, ninamwona mume wangu anaongea na watu, anakuja anasema mimi nilikuwa ni mlevi, leo sijanywa pombe, nimeacha pombe. Alafu ndugu zangu bado nalewa. Anasema kumbe mimi nimekosea. Mimi nimekuchukulia wewe ni mume. Sasa leo ninavaa joho kama ninakuhudumia kama mtumishi wa Mungu. Alipobadilisha tabia, alipobadilisha utamaduni, akamhesabu kama mtumishi wa Mungu. Maandiko yule mama anasema yeye anasimulia sasa, anasema nilipoamua mimi nilipomshika nikamwambia mimi na Theo sitoki, kama vile Daudi alivyosema, Yakobo alivyosema sitakuachia mpaka umenibariki. Mama akasema sikuachii mpaka umenibariki. Hapa kuna watu wanajua kama tu ni Manase, ndio maana huwezi kupokea muujiza. Kuna watu wanajua tu ni mchungaji, huwezi kupokea muujiza. Kwa sababu gani huwezi kupokea muujiza? Hujachukua kwamba hapa yuko kazini. Nataka na mimi hapa watu wanapopiga makofi kushangilia wametendewa, na mimi nataka Bwana anitendee. Na kama unataka kutendewa, natakwambia hivi, Mungu yupo anatenda. Amen. Mama yule akasimama akasema, nilipomshika nikamwambia hivi, sihitaji jambo lolote kwako leo,
ninakuchukua kama mtumishi wa Mungu, sikuchukui kama mume wangu. Leo nataka nikuhudumie kama mtumishi wa Mungu, kama ninavyoweza kuhudumia watumishi wa Mungu wengine. Leo heshima hiyo ndio ninaiweka, ninataka Mungu atende kwenye maisha yangu. Huyo mama anasema, nilipotoka siku hiyo hiyo mdogo wangu hajanywa pombe tena. Siku iliyofuata mama yangu ameokoka, ndugu zangu wamebadilishwa, ukoo wangu umebadilika. Lakini ni pale nilipochukua hatua ya makusudi ya kutambua umuhimu wa madhabahu. Sio kuchukulia madhabahu tu kwamba kwa sababu ninaendaga Sinai Christian Center unaingia na kutoka, unaingia na kutoka. Sio hicho mama, sio hicho. Jua ukiingia kwamba unahitaji kukutana na Mungu. Jua ukiingia unahitaji muujiza wako utokee. Usiendelee kupiga makofi kwa watu wengine wanaoendelea kutokewa na Mungu, alafu wewe unaendelea kubakia. Hicho hatutaki. Tunatamani kila anayeingia mahali hapa akakutane na muujiza wake. Kila mtu apate muujiza wake kwa kadiri ya nguvu yake, kwa kadiri ya kujua kwake, kwa kadiri ya imani yake. Amen. Acha kuishi kwa maisha kuja kwa mazoea. Ukichukulia tu mimi ni rafiki yako, utoke eti. Unanisikia wapendwa? Ukinichukulia mimi rafiki yako utatoboa. Hutoboi. Kwa sababu utachukua kirafiki. Lakini ukichukua kama tunafanya kazi ya kumtumikia Mungu na tuko madhabahuni kwa ajili ya Bwana, nataka nikwambie hakuna gumu linaloshindikana. Ndio maana mama yule alipojua ya kwamba Yesu anaweza kumponya, akasimama na Yesu, akaamua akasema, nikigusa pindo lazima mimi nipone. Na mama yule, maandiko yanatuambia alipona saa ile ile pale alipoamua. Amina. Kujua ni hatua nyingine na kuishi na imani ni hatua nyingine. Kwa hiyo nataka nikukumbusha mchana wa leo, mama yule ambaye aliondoka kwa hasira, akapata hasira. Ninatamani mtu mmoja mchana wa leo apate hasira katika Bwana. Mtu mmoja mchana wa leo awe na hasira katika Bwana, aseme mimi inatosha, enough is enough. Ninachoka kutembea na hali hii, ninataka nimuone Bwana akinitokea live. Inawezekana mchana wa leo Bwana akaonekana live kwako, ila tu kama utaendelea kuchukulia madhabahu kwamba ni rafiki yako, kama utaendelea kuchukulia madhabahu hii ni ya mtu fulani, ndio nataka nikwambie muujiza utausikia kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu gani? Hujawahi kutambua kwamba muujiza wako unapatikana mahali hapa. Akasema lazima na mimi nikutane na muujiza wako. Na ndani ya kukutana na muujiza wake, sawasawa na yule mama mchungaji aliposema ya kwamba imetosha kushuhudia ya watu, imetosha kushuhudia ya watu, imetosha kumlisha baba huyu, imetosha kufukana baba huyu kama mume wangu. Leo nataka awe mtumishi wa Bwana kwangu. Na nataka nikwambie muujiza wake ulitokea. Familia yake ilipona, familia yake ilifunguliwa. Hata kwako mchana wa leo, kama utaamua tu kwamba na utatambua ya kwamba iko nguvu ya madhabahu inaweza kukubadilisha, iko nguvu ya madhabahu inaweza kuumba kitu kipya mchana wa leo, hata kwako lile unalopitia linaweza likatoka. Cha msingi unapokuja madhabahuni hapa, usimwangalie mtu anaitwa Manase, usimwangalie mtu anaitwa mchungaji, muangalie Yesu mtenda miujiza, ndio mwenye uwezo wa kutubadilishia maisha yetu.